Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi na huu wakati amekuleta katika nyumba lake. Yeye ni mwaminifu, yeye ni mtakatifu. Uweza na mamlaka zake ni za hata milele, na alinganishwi na afananishwi. Yeye si kama kiumbe, yeye si kama binadamu. Aliumba mbingu na nchi, na hakuna wa kupimana nguvu na yeye. Hakuna wa kupimana uweza na yeye. Uniruhusu tu kwa muda mchache ule ambao tuko na wewe, nigawane na wewe habari hizi zikufanye chombo cha kuitwa mbarikiwa kesho. Nimeona kukiwa na kiangazi kubwa sana, watu wakihangaika. Nimeona watu wakisumbukana, wakubwa kwa wandogo, apaku wako na msaada. Nikasikia sauti ikiniambia bila tutakavyofanya, tusingatie sheria na njia sauti zake Mwenyezi Mungu, tufuate ile njia anayetufundisha kukaa kwayo, then tutapata kupokea baraka zake Mwenyezi Mungu. Haleluya. Amen. Hatutaibika. Ujumbe wangu siku ya leo ni wale wanaotii instruction ni nini? Maagizo. Wale wanaotii maagizo ya Mungu muumba mbingu na nchi, jina lake Yahuwa, wao kwa sababu ya kutii hizo maagizo za Baba yetu aliye mbinguni, zitawaongoza kuingia katika baraka. Pasipo na kutii maagizo ya ile ambaye Baba ametuagiza, hakuna vile utaweza kuingia katika baraka za Mwenyezi Mungu. Ainuliwe Mwokozi. Amen. It is my prayer that each and every one of you, shika hii uandikia hapa, na wewe shika hili mtumishi, unisikilize tu. Nataka tuingie pale, karibu sana. Nataka tuingie pale kwa neno. Pana mambo tu naishi nigawane na wewe, na nikueleze kutoka leo, acha kuona shetani akiwa jitu. The more unakaribia karibu na Mungu, the more dunia itakuchukia. Kama hujaelewa, the more watu wote wanaanza kukuchukia. Ukifunga kitambaa, marafiki wanafungua. Ukienda fasting, unafunguziwa wengine. Ukivaa nguo mrefu, wanafungua bando. Are we together? Yes. The more unakaribia njia za Mungu, the more maadui na watu wa dunia wanaenda wakikuacha. Maadui wanaongezeka. The more na wanakuacha, the more wanaenda wakichange, wanafanyika maadui wako. Unisikilize. Maagizo ya Mungu ni gani? Kitabu kile cha Leviticus ndio nataka tuanzie pale tuone vile inasema, 26 verse number 3 to 12. Nitaingia pale kwa haraka haraka. Leviticus 26 and verse number 3 to verse number 12. Sikia vile Baba yetu aliye mbinguni anaongea. Kuna mambo nataka kuweka na kugawana na wewe, ikusaidie tu kama utaruhusu. Maana zile pepo zinatuangaisha, hatujazipata Githurai, tunakaaga nazo, na kuna watu waliajibika aidha kwa mboma zetu ama sisi wenyewe tukakosa kukaa kwa zile instruction maagizo ya Baba yetu aliye mbinguni. Haleluya. Sasa ni wakati wetu tukamrudia Baba kwa kupondeka na kunyenyekea, tukimwambia Baba tuonyeshe jinsi ya kutoka pale. Hello. Are we together? Walawi. Mambo ya Walawi 26 mstari wa 3 inasema hivi: kama mkienda katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyafanya, ndipo nitazinyesha mvua zenu kwa nyakati zake, na nchi itazaa maongeo yake, na miti ya mashambani itazaa matunda yake. Tena kupura nafaka kwenu kutaendelea hata wakati wa kuvuna zabibu, na kuvuna zabibu kutaendelea hata wakati wa kupanda mbegu. Nanyi mtakula chakula chenu na kushiba na kuketi katika nchi yenu salama. Nami nitawapa amani katika nchi, tena mtalala wala
hapana atakayewatia hofu. Kumbe hata kulala na amani kitu ya maana. Ni baraka ya Mungu. Nami nitawakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu, wala hautapita upanga katika nchi yenu. Nanyi mtawafukuza adui zenu, nao wataanguka mbele zenu kwa upanga. Eti kwa upanga. Kwa upanga. Hebu nirudie hiyo basi tena hapo. Nami nitawakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu. Kunguni hizo zote zinakula watu na zingine. Hizo manyoka zote, chawa, wanyama wabaya hao. Wala hautapita upanga katika nchi yenu. Wala hautapita upanga katika nchi yetu. Nanyi mtawafukuza adui zenu, nao wataanguka mbele zenu kwa upanga. Na watu 5 wa kwenu, tuko ngapi? Tuendelee sasa, usihesabu sasa. Watawafukuza watu 100. Na watu 100 wa kwenu watawafukuza watu 10,000. Na adui zenu wataanguka mbele yenu kwa upanga. Nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitadhibitisha agano langu pamoja nanyi, nanyi mtakula akiba ya zamani mlioiweka siku nyingi. Tena hayo ya zamani mtayatoa ili muyaweke yaliyo mapya. Nami nitaiweka maskani yangu kati yenu, wala roho yangu haitawachukia. Nami napenda hapo baba, asante. Nami nitaiweka maskani yangu kati yenu. Na wala roho yangu haitawachukia. Nami nitakwenda kati yenu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Haleluya. Maandiko inasema, inatangulia kusema mtazishika amri za Baba, kama mkienenda katika amri zangu. Pana mambo Mungu hawezi akatenda mpaka tuwe katika position ya kutendewa. Come on. Amen. Are we together? Hawezi kwenda maternity kwa sababu unasikia uchungu na mazaa haijafika yako. Are we together? Hawezi kwenda kukamua ng'ombe ama mbuzi yako wakati mazaa yake ya kukamuliwa haijafika. You will get nothing there. Let me speak something there. Somebody. Ama ukachukua mayai hujatako. Ama ukue na kuku pale ukatafuta mayai mahali ambapo kuku bado fika wakati wake wa kutaga. Amen. Vile vile you cannot enjoy baraka za Mungu kama yuko katika position ya line ya kupokeleshwa. Come on. Amen. Lazima uwe katika position. Are we together? Mtu mmoja alitoroka polisi roadblock. Traffic roadblock ya polisi barabarani. Akatumia njia ya msitu, akakutana na mikora, wakaruruga yeye risasi. Wakampiga risasi. Sijui kama unaweza kuelewa na maanisha nini hapo sasa. Utaweza toroka kwa Mungu ukifikiria duniani ni kuzuri, uharibike huko zaidi. Ukifikiria huko ndio unasaidika. Nimekuambia ni wakule kwanu ako pale Makutano juu. Kuna nduka iko hapo karibu na kanisa Redeemed. Si kitu ya ndizi ya kuambiwa mimi nasema. Naongea habari za mtu ninajua. Leo hii ni pastor. Naambia watu usitoroke kwa Mungu. Hata ukiwa na makosa kubali. Risasi ilipitia hapo, anaenda kuonyesha mwenyewe, atakwambia. Halo. Mikora. Alitoroka nini? Alitoroka roadblock, traffic ya askari barabarani. Akaamua kutumia njia ya msitu, kumbe mikora inamgoja. Vitu zingine lazima uwe katika position. Hata kama ni wapi upo, Mungu wako tayari akutetee katika hiyo hali uliyo nayo. Wacha kutoroka. Just make sure ya kwamba uko in a position that kwamba Mungu anaweza akaingia akusaidie. But if you are not in a position that kwamba Mungu anaweza akaingia akusaidie, you will suffer. And listen to me again. I will repeat this one to you. Remember, I've told you that katika maisha yako, wakati wowote unapoishi katika dunia, ujue the more unakaribia Mungu, the more watu wanaendelea kukutenga. Kama ujui, soma maandiko uone. Kuna vitu nitakufunza leo za siri sana.
Instructions za Mungu zinafanya mtu anakaribia karibu na Mungu, na zinafanya mtu huyo naye kuendelea kutengwa na dunia. Anaambia wana wa Israeli, I will be your father, I will be your God. He knew that all the people in the world will depart from Israel. They will not help Israel. Hawatasaidia wana wa Israeli. Alijua watawatenga, hata watawatupanisha. But he says to them, I will be your help. Nitakuwa msaada wako. Yes. Nitakuwa na wewe. Yes. Come on. Amen. Sometimes wakati unaonekana kama uko desperate, it is the time Mungu ako karibu sana na wewe. Yes. Amen. Aro. It's only that kwamba interpretation yako inakuonyesha unakufa. But you are not dying. You are going somewhere. Amen. Come on. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are we together, jamani? Yes. Nifukuzie hiyo inaingia na huko. Ni wewe? Hapana. Hizo ni jirani huko. Listen. Nataka tu moyo wako uweze kuelewa habari hizi. Na habari hizi zikusaidie tu tafadhali. Jamani. Kuna mtu anaweza akakubaliana na habari zile unapewa ama uko na zako kwa mind. Mtasishika amri zangu na maagizo yangu na njia zangu. Halo? Halo? Kama mkienda katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyafanya. Unajua kuna watu tuko nao kanisani, tumeokoka, tunashika vile tunaambiwa na maagizo ya Bwana Mungu wa Israeli. Lakini problem ile tuko nayo ni kufanya vile tumeagizwa. Mambo yale Mungu amekuagiza, kama uwezi ukayafanya na unayajua, ujue ni dhambi unafanya na Mungu hawezi akaingia katika hiyo position ya kubariki. Nasungumuza na ujumbe wangu, nimesema tena, if you obey, kama utatii bila Mungu amekuambia na ufanye hivi anasema. Make sure ya kwamba katika maisha yako uko in a position that kwamba Mungu akikuja atakupata kuatie baraka. Amen. Amen. Are we together? Yes. Unajua most of the times hatuko katika position ya kupokea baraka. Most of the times tunakuwa katika position ya kutopata baraka. Baraka hatuwezi pata nje ya kukaa katika kuenenda katika sheria. Yaani maandiko nasema nini? Mkienenda katika hiyo maagizo yangu, muenende nazo. Yaani kwa njia nyingine usitoka kwa njia ya sheria ya baba. Halo? Alafu anasema na kuyafanya. Si kukua eti kwamba wewe unajua ya kwamba chuki ni dhambi na unafanyaga chuki ndani yako. Unakuja kwa nyumba la Mungu waabudu na unajua kumwabudu Mungu ndani ya roho na kweli, lakini laini yako kile unafanya ni ndomo tu ndio tunaabudu na wewe, lakini mwili iko geshagi. Will that position help you to receive blessings? Are we together? Mungu si mwili. Mungu ni roho na waabudu watamwabudu ndani ya roho na kweli. Sasa munielewe tu. Munielewe. Na uzifundisha kujipima kama uko na mapepo ama uko na Mungu ndani. Maanake wengi wetu hatupendi kuambiwa tuna mapepo. Tukubali tu wakati tumeposesiwa. Tuwekwe huru na baba yetu aliye mbinguni. Kwa nini? Examine yourself. Ukiona unaenda kwa ibada kwa bundu lakini connection yako haiko, ujue kuna kitu yeye mzuri. Hallelujah. Kama wewe ni mwimbaji wa nyimbo za kusifu Mungu, ukisimama hapa ndarama ikipigwa, indi na murata utana ryangi na kenya njui ririta muwe nyete kindu kiega kigoro ndikamutiga kinyaga imathi unyete kindu kiega kigoro nakyo ni kiria iresakayo kwa menya ni kindu kiega kuri dhahabu na kuri fedha. Hallelujah. Amen. Sasa wewe mwenyewe unajua vizuri uko na connection ya kumsifu Mungu saa hiyo. Then unakuta ya kwamba unaimba nyimbo zikipotea. It is because instructions zako za kucoordinate na roho wa Mungu haziko clear. Are we together? Don't mind ambaye wanao kufight. Mind about your connection yako na Baba. Maana hawa wanao kufight, Mungu atawatawanya. Come on. Unasikia ninasema nini? What is your problem now? Are we together? Nasema mind. Mind. The connection of the spirit. Mind your connection with your father. Lakini sisi hatujali hiyo. Biblia inasema nini? Muenende kwa hiyo njia
ya sheria za Mungu, halafu mtunze na halafu mfanye hivyo. Si kujua tu na ufanyi. Pigia Yesu makofi. Utaona sasa mjaweka hizo vitu chini, upiga makofi itakayomfurahisha. If you're in a position that kana kwamba unaweza kupokelesha, utapokea. Sometimes tunaambiwa pigia Yesu makofi. Sasa how comes huko katika position saa hiyo? Can you give our Almighty Father a presence and honor now? Shout your big hallelujah! Shout to the Father. Hallelujah. Amen. You know sometimes when the Father examines our heart, ndiye atubariki anatupata atuko katika position. Kuna mtu amefikisha masaa yake ya kujifungua, lakini hata akienda maternity bado daktari wanamwangalia, wanacheka. Sababu gani? Kwa sababu gani? Amefikisha masaa yake ya kupata mwana, lakini hata akaenda maternity, daktari wanamwangalia, wanacheka, wanashinda huyu tutamsaidia namna gani? Because zile tabia yako nazo hazikai kwenda kujifungua. Nimesema hivi, nirudie tena, pana mtu amefikisha masaa yake ya kujifungua na ni mwanadada. Ukienda maternity utapata daktari hana shughuli na yeye, maana hata kama amefika masaa yake, tabia ile yako naye ikai kujifungua, ijapokuwa atakaa karibu na yeye aone bibi yake mpaka dakika ya mwisho ndiye amsaidie. Halo? Sijui kama tuko pamoja. Nimeelewa. Na hakuna nurses, hakuna daktari wakali sana wa hospitali wanaongeaga vibaya sana kama wa maternity. Walifundishwa matusi na hao wako hapo tu. Wanaongeaga wote lugha moja. Hawajui kusema pole. Pole. Kwanza ile lugha atakuuliza kama nilikuwa hapo hiyo siku. Na ni nini unauliza? Na ile lugha ataongea hapo hamtapelekana. Unless wewe ulifika hapo siku moja ukajua vile kunaendaga, uliask me. Mimi ni mzee si kijana na najua kile nakueleza. Masaa imefika, siongei habari za mwili, nafundisha habari za Mungu, za rohoni. Masaa imefika yako ya kwenda kupokea, lakini you are not in a position ya kwenda kupata. Sasa utakalishwa tu hapo tu. Maandiko yanasema hao watu wangu watakapokuwa mahali pale, kama wanatunza na kutii vile Baba alisema, kuvuna mizabibu yani mabaraka zako, hakuna siku zitafungua. Kwa njia nyingine utaitwa mbarikiwa. Hebu angalia hapo anasema nini? Chakula hakitafungua kwa gara yako. Unajua mimi nimesaliwa katika mboma yenye sijawahi ona chakula imefungua kwa gara, lakini siku hizi haiko hivyo. Uliharibika kitambo. Hata ukiniambia ukweli utaniambia ukweli mbele za Mungu wetu ishie milele. Miaka ya zamani hapo nyuma, sababu uwazi na uovu haukuwa umetendwa sana na watu hawakuwa wameendelea kuvunja sheria sana, kulikuwa na vyakula vya kutosha. Kulikuwa na vitu vya kutosha. Gara ilikuwa inajaa maharagwe, wimbi, mtama, mbaazi, ndengu, inajaa zae, kila kitu iko ndani pale. And people they were strong. Anasema nitakubarikia chakula chako. Maana yake already ashakubariki na hizo vitu, hata hizo vitu anavibariki ukula na amani. Leo unatafuta upati, hata kile unapata ukuli na amani. Kweli. Yes. Come on. Yes. Kwa nini? Wow. Nikumbuke baba yangu. Nikumbuke baba. Nikumbuke baba yangu. Nikumbuke. Narundi kwako baba. Ewe baba, naomba nipoke mwana mpotevu. Alikuwa anakula wapi? Kwa nguruwe. Kwa nguruwe? Makombo. Makombo pale, kwa pipa. Listen. Maandiko yanasema hizo nafaka zenu zote zitakaa pale mwanze kutoa. Hata itawabidi, neno la Bwana linasema hata itawabidi mutoe zifungue ndipo zile mpya zipate mahali pa kuingia. Is that the way we are living today? No. Hivyo ndivyo tunaishi. Eti kwamba mshahara unaweza pata mshahara mwingine kwa akaunti yako. Hakuna vitu kama hiyo. Kwanza inafia kwa hiyo siku. Wewe eti inavia kwa si ujaribu. Tuma pesa peke yake kwa pesa M-Pesa, utasikia fulisa mwa. Eti fulisa mwa. Inakwara hapo. Eti unasema tumebarikiwa wapi? Tuko mahali bali sana na baraka. Hello. It is a time for our Father to have mercy on us. Amen. Leo naomba tu Mungu atuhurumie tu. Atuhurumie tu, akumbuke agano lake tu. Najua tumeasi. Mtumishi wa Mungu mmoja aliniambia,
Hii kesi naona nitakwambia tuombee pamoja kama rafiki yangu. Ukweli ni kwamba mimi ni mwenye dhambi na hata huyo nataka tuombee ni mwenye dhambi. Kwa hivyo zote hata nikifikiria namna gani tumeasi. Sasa nikamwambia na nilikuwa ni vyema kujijua. Unajua sometimes tunaleta mahitaji kwa Mungu lakini hatutaki kuadmit ya kwamba tumevunja maagizo ya Mungu. Hallelujah. Tunataka kuimani tu ya kwamba tuko intact, tuko very much okay. Nashukuru Mungu siku moja uliniambia unakuwa kanisani saa nyingine roho imeenda. Unajipata hivyo. Kaeni kuongea ukweli. Ndio tujue kile kinakotugura ni nini. Bwana sifiwe. Atukuzwe Mesia. Nashukuru Mungu na wewe uko na zako zinakusumbua. Lakini hutaki kutaka kujua ama kusema ukweli. Let me tell you something. Mbeleni mtu ulikuwa unagongelewa msumari na unakatwa na unaficha. Siku ile hiyo mtu itakuwa mkubwa uende ukakate. Hiyo mtu akongelewa msumari, Power Sound ilikuwa inakwambia. Na most of the times ilikuwa unalipa gharama ya mwenye Power Sound maana ilikuwa inakata nini yake. Hallelujah. Na ikipiga kickback inaweza kuua Power Sound ikuwaje mzuri. Wala wanajua. Wala maitumia. Sasa ninajaribu kuongea na wewe tu instructions za baba. Hakuna vile utapokea tu baraka tu mpokee. The other day I was ministering to one person katika simu. Nilipokuwa nikiongea na yeye akaniambia mimi mtumishi wa Mungu nimeona nikuulize njia vile nitasaidika. Maana wao wote ndio walienda kwa Yesu akawasaidie. Na hakuna mahali Yesu alienda kwao, wao ndio walienda kwake. Mahali alienda akanijibu jambo moja. Akaniambia Yesu alienda kwa Lazaro peke yake naye hakukuwa hai. Alienda kwake maana alikuwa kaburi. Kwa hivyo angeweza kuenda kwake. Sisi kama tuko hai kwa nini tujifanye ng'ombe? Bwana sifiwe. Ni mtu yule ananitumia na niambia hivyo. Maana ni yeye amepiga simu nimpe huduma na nimwelekeze. Akaniambia mimi natafuta usaidishi. Unajua tunataka Yesu akuje. Tunataka Yesu. Hebu nikuchanue mapema ni mapema. Hata Batimana ni kipofu. Yesu hakumwendea mahali alikuwa amekaa. Alisema mwambieni akuje sasa. Mwambieni anataka kuona kama huyu mtu anaweza akatii instruction yakipewa. Hello? Yes. Are we together? Yes. Unapewa maagizo ya kile unapaswa kufanya, lakini mara nyingi unakuta uwajibike kufanya bile. Mpendwa, nimekuja niongee na moyo wako. Nimekuja nikuelekeza kwa sababu tuko na hatari tena kubwa sana. Atuelendi vile ambavyo baba ametuita tufanyike. Yesu alienda peke yake kwa Lazaro. Hao wengine ni walikuwa wanaenda kumtafuta wapate kuondolewa shinda. Usipomtafuta Mungu katika procedure ile ambayo na protocol amepeana, unfortunately ni ngumu sana upate. Na mimi sijui kudanganya watu. Injili ya uongo nilikosa bila nitahubiri. Nilishindwa siwezi. Mimi siwezi hata ukanipiga na soka nikupe tu kichwa yangu. Siwezi. Nikwambie ukweli, sijui kudanganya watu. Sijui kuambia watu tutapokea kesho, no. Najua kukuambia fuata hii procedure, then after this utaona baraka pale mbele. Amen. Are we together? Yes. Tuko pamoja jameni? Yes. Hello. Procedure ya Yakobo kubarikiwa akiwa kwa Laban, baba unikumbuke, na Mungu akamtokezea, akampa miti ile ambayo ilikuwa maroni ama ni gani? Maroni. Akaenda ilikuwa na madoadoa. Anaenda anaiweka chini sikikunywa maji na ndio protocol amepewa. Sikikunywa maji. Protocol. Unisikilize instruction sasa. Kila mtu ako na line ya procedure ya kile anapewa na Mungu apate baraka, lakini are you in a position for you to receive that blessings? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yani unajua procedure yako ile Mungu amekupea si yangu. Kweli. Ile Mungu amekupea yako si ya ndugu yako na anti zako. Ile Mungu amekupea yako si ya watu wenu. And unless ufunguke macho ujue ni nini Mungu anataka ufanye ndio upate baraka, utakaa kwa shinda nyingi sana. Sasa yote ukiona kana kwamba Mungu alikuchukia, Mungu hajakuchukia. Biblia inasema nini? Mungu anawapenda. Na hata wachukia ninyi atawachukia. Maandiko imesema nini? Yeye anasema sitawachukia ninyi. Haleluya. Sitawachukia ninyi. Kwa njia nyingine kumaanisha upendo wa baba umekuwa mwingi sana katika maisha yetu. Simama. Upendo umekuwa mwingi katika maisha yetu. Look at this. Sometimes I want you to understand this. This manner itaweza kukusaidia na kuweza kukusimamisha upate kusimama imara. Hallelujah. Amen. You go there and sit there now. Sit down there. You can take this seat now. Come on.
Esther. Take this seat here. Okay, listen very careful. You know, mimi najaribu tu nione kana kwamba nitapata mtu ambaye ako tayari kuenenda katika instructions za baba. There is no way you can receive a salary whereby you don't sign every morning and every evening in the company that you are working and you are present there. Come on. Are we together? There is no way you can receive a salary in the company whereby you are not signing every morning and every evening that you are present working in that company. It is a must. And now today they are using biometric technology. You go and swipe there, you are kindore, and then from there they record you that you are present in the job. Hallelujah. Are we together? Tuko pamoja jamani? Why is that instruction? Is that because hawataki kuibiwa pia na wanataka kuona matunda ya kazi ile umefanya. Utalipoje kile hujafanyia kazi? Listen. Protocol ile ambayo tumepewa na Mungu mara nyingi tunavunja. Wacheni niwaambie wapendwa. Mara nyingi sisi, wacha nikuonyesha mfano wa vile tunakuwa. Twende Jeremiah 44. Jeremiah 44. Verse number 10 to that. Uone haraka haraka vile watu wanakaa. Yaani Mungu anamesema yeye mwenyewe anataka atubariki. Sasa wapendwa, wacheni niwaambie Mungu anatupenda, lakini sisi hatuko katika laini yake. Tuko mbali sana na mambo yale anakaa kituambia. Biblia inasema watu watano watafukuza 100. Watu 5 wa kwenu watafukuza watu 5 wa pande ile. Hakuna mahali Mungu amesema watafukuza mapepo. Kuna watu wamerepresent shetani hapa duniani na wanatumika kukupinga. Leo Mungu akupea mamlaka ya kujijua, you are among the 5 people, ama uko pamoja na hao 5 ambaye tufukuze 100 mara moja leo kwa nyumba yako. Leo tukafukuze 100. Leo tukafukuze maelfu katika jina takatifu la Mungu wa Israeli. Haleluya. Hakuna mahali ambapo Mungu anasema mtafukuza mashaitani. Ni watu wamerepresent Saitani, kazi yao ni kuzuia kazi yako. Kazi yao ile kubwa wanafanya ni kuzuia ndoa yako isipanisimame. Kazi yao ile kubwa wanafanya ni kila wakati kupinga wewe usiinuke. Lakini nimekuja nikupe hekima ya baba leo. Nikuambie kama tutashikana. Mathayo 18:19 nasema, kila mtafunga kwa pamoja mmeshikana. Hicho mtafunga hapa duniani, juu mbinguni kitakuwa kimefungwa. Na kila mtafungua duniani, juu mbinguni kitakuwa kimefunguliwa. Kila mtaomba kwa pamoja, kitafanyika hivyo hivyo. Leo tuenda kuomba kwa pamoja, tuamini 100 iliyo ya kwenu inaenda kuvunjika na kuanguka. 1000 iliyo ya kwenu tunaenda kuivunja pamoja katika jina takatifu la Mungu wa Israeli. Hakuna kuanguka tena. Come on. Au yasikia vile nimesema wewe? Hakuna kuanguka tena. Hakuna. Our Father says, sikiliza vile anasema. Wewe just wait, sijamaliza Leviticus. Sijamaliza mambo ya Walawi. Niko hapo naongea bado. Biblia inasema nitakuwa katikati yenu nanyi mtakuwa watu wangu. Haro? Ninapenda hiyo maandiko by the way. Eti inasema nitakuwa Katikati yetu. Nitakuwa katikati yenu. Yaani sema Mungu asante. Maana uko pamoja nami. Hata kama maadui wanajiinua, hawako pamoja nami. Maana kama si wewe, ningelikufa jana vile walivyotaka. Ningeliagamia jana vile walivyotaka. Nisaidie nifuate njia zako na nitunze maagizo yako na kuyatenda kama ulivyosema. Nao usiniwache baba. Pigia baba yetu aliye mbinguni makofi na vigelegele. Mpigie makofi na vigelegele. Anasema nami nitakwenda kati yenu. Yaani kumaanisha ukitoka hapo ukienda Kisumu, haro, Mungu yuko pamoja na wewe. Ukitoka hapo ingia ndege leo ya UM uende mahali utaenda. God is with you there. Amen. You know, najaribu kusema nini wapendwa? Yaani Mungu anajua utasafiri. Nimetangulia kusema nikasema ya kwamba wengi wetu tunatoka kule tulikozaliwa, tuna mambo imetufuata, hatuna Mungu kati yetu. Tunabebana na vitu zinatuhangaisha. Mungu alijua akiambia Waisraeli ya kwamba mkiondoka hapa muende, nitakuwa na nyinyi.
Yaani kwa jingine, mimi leo ninataka nikuhubiria na nikutabiria, nikuambie mapema. Ukae ukijua ya kwamba kama unakaa kwa njia za Baba, Mungu aishie milele wa Israeli. Yes. Maroho za mababu hasitakwenda na wewe mahali unaenda. Laana za manyanya hasitakwenda na wewe. Vifungo na minyororo hasitakwenda na wewe. Hata kule ulikotoka wanakufuata saa yote. Sio wao watakaa na wewe. Bali Baba yetu aliye mbinguni. Come on. Hello. Are we together? Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja jameni? Amen. Eti maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema nini? Ataenda pamoja na Ataenda pamoja na sisi. Umaanisha ukienda kwa biashara yako pale. Wachana na wale wanakuroga eti wanasema wanaenda na wewe. Unajua hata mrogi ya kiroga anakaanga akifuatilia kama inafanya kazi. Maana roho yako anaifuatanga mahali umeenda. Ndugu yako akikufunga anakupingaga, anakaa saa yote checking line. Akitafuta kama uko sawa ama bado umeanguka. Nimekuja nikuambie leo, kama unatii njia za Mungu, Baba yetu aliye mbinguni ni mkubwa kuliko ndugu yako. Amen. Anasema utawanguza hao watu. Si mapepo. Eti watu 5 wafukuze 100. Wafukuze watu 100. Na Mungu aseme watafukuza simba. Mungu aseme watafukuza mende. Mungu aseme atafukuza watu. Binadamu. Kuna binadamu duniani kazi yao ni kusikilia nafasi ya kukuangaisha na kukuteza. Mungu wa Israeli asimame katika mwanya leo. Hakufungue macho na akufunulie walio nao kupinga. Na uanze kufukuzana na wao asubuhi leo katika jina takatifu. Bwana Mungu awaweke wazi. Haleluya. Kwa nini Mungu ufunua maadui Israeli ambayo wanatupinga? Anawafunua maadui kwa nini? Anawafunua ili kusudi msimame mwafukuze. Amen. Amen. Eti maandiko inasema aje? Hebu bado sijamaliza Leviticus. Niko pale. Maandiko inasema na mimi nitakuwa katikati yenu. Alafu pale nyuma kidogo anasema hivi katika hiyo hali ya kufukuza. Watezi wako wataanguka kwa upanga. Sio wewe utaanguka kwa upanga. Ati watezi wako wataanguka kwa upanga. Faida ya kutii sheria za Mungu na maagizo ya Mungu pale mbele inakuelekeza kupokea baraka. Yes. Are we together? Yes. But are we faithful? Je, tumeaminika kwa Mungu kweli? Kiwango anaweza akasiria upanga ikafanya kazi leo. Tumeaminika? Tumuombe msamaha, tumwambie tu aruhusu. Sababu hatujaaminika. Number 1. Tunaenda kwa Mungu, tunataka afanye hivi na sisi hatutaki kufanya vile amesema. Twende Yeremia usikie. Twende na usikie kama ni Mungu naongea ama ni yangu. Ni kweli. Yeremia 44:10. Inasema hivi. Jeremiah 44 from verse number 10. Let's go there quickly. Hawaja nyenyekea hata leo. Wala hawakuogopa. Wala hawakuenenda katika sheria yangu. Wala katika amri zangu nilizoweka mbele yenu na mbele ya baba zenu. Basi kwa sababu hiyo Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tazama nitaelekeza uso wangu juu yenu ili niwaletee mabaya, hata kukatilia mbali Yuda yote, nami nitawatoa mabaki ya Yuda walioelekeza nyuso zao kuingia nchi ya Misri. Wakae huko, nao wataangamia wote pia. Wataanguka katika nchi ya Misri. Wataangamia kwa upanga na kwa njaa. Watakufa tangu wadogo hata wakubwa kwa upanga na kwa njaa. Nao watakuwa apizo na ajabu na laana na aibu, kwa maana nitawaadhibu wakaao katika nchi ya Misri kama nilivyo uadhibu Yerusalemu kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Hata katika watu wale wa Yuda waliosalia waliokwenda nchi ya Misri ili wakae huko, apata kuwa na mtu yeyote atakayepona wala atakayesalia na kupata kurundi nchi ya Yuda ambayo wanatamani kurundi ili kukaa huko. Maana hapana atakayerudi ila wao watakao pona. Ndipo watu wote waliojua ya kuwa wake zao waliwafukizia uvumba miungu mingine, na wanawake wote waliosimama karibu mkutano mkubwa, yaani watu wote waliokaa katika nchi ya Misri,
katika Pathirosi, wakamjibu Yeremia wakisema, neno lile ulilotuambia kwa jina la Bwana sisi hatutakusikiliza. Umesikia? Lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu, kumfukizia uvumba Malkia wa mbinguni na kumiminia sadaka za kinywaji kama tulivyotenda sisi na baba zetu na wafalme wetu na wakuu wetu katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu. Maana wakati huo tulikuwa na chakula tele na kufanikiwa, wala hatukuona mabaya. Lakini tulipoacha kufukizia uvumba Malkia wa mbinguni na kumiminia sadaka za kinywaji, tumepungukiwa na vitu vyote na kuangamizwa kwa upanga na kwa njaa. Nasi tulipomfukizia uvumba Malkia wa mbinguni na kumiminia sadaka za kinywaji nje, tulimfanyisia mikate ili kumwabudu na kumiminia mamiminiko waume zetu wasipokuwapo. Ndipo Yeremia akawaambia watu wote, wanaume na wanawake, yaani watu wote waliompa jibu lile akisema, uvumba mliofukiza katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu, ninyi na baba zenu, wafalme wenu na wakuu wenu na watu wa nchi nje. Bwana hakuwakumbuka watu hao nje? Jambo hili halikuingia moyoni mwake, hata Bwana asiweze kuvumilia tena kwa sababu ya uovu wa matendo yenu na kwa sababu ya machukizo mlioyafanya? Kwa sababu hiyo nchi yenu imekuwa ukiwa na ajabu na laana isikaliwe na mtu kama ilivyo leo, kwa sababu mmefukiza uvumba na kwa sababu mmetenda dhambi juu ya Bwana. Wala hamkuitii sauti ya Bwana, wala hamkuenenda katika torati yake, wala katika amri zake, wala katika shuhuda zake. Ndiyo maana mabaya haya yamewapata kama ilivyo siku hii ya leo. Tena Yeremia akawaambia watu wote na wanawake wote, lisikieni neno hili la Bwana, ninyi nyote wa Yuda mliopo hapa katika nchi ya Misri. Bwana na wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi, ninyi na wake zenu mmenena kwa vinywa vyenu na kutimiza kwa mikono yenu, mkisema, bila shaka tutazitimiza nadhiri zetu tulizoziweka na kumfukizia uvumba Malkia wa mbinguni na kumiminia sadaka za kinywaji. Basi zithibitisheni nadhiri zenu, zitimizeni nadhiri zenu. Basi kwa sababu hiyo lisikieni neno la Bwana, ninyi nyote wa Yuda mnaokaa katika nchi ya Misri. Tazama, nimeapa kwa jina langu kuu, asema Bwana, ya kwamba jina langu halitatajwa tena katika kinywa cha mtu yeyote wa Yuda katika nchi yote ya Misri, akisema, kama Bwana Mungu aishivyo. Tazama, nawaangalia niwaletee mabaya wala si mema, nao watu wote wa Yuda waliopo hapa katika nchi ya Misri wataangamizwa kwa upanga na kwa njaa, hata wakomeshwa kabisa. Nao watakaokimbia upanga watatoka katika nchi ya Misri na kuingia nchi ya Yuda, watu wachache sana. Na wote wa Yuda waliosalia, waliokwenda nchi ya Misri ili kukaa huko, watajua ni neno la nani litakalo simama, neno langu au neno lao, na hii ndiyo itakayokuwa ishara kwenu, asema Bwana, kwamba mimi nitawadhibu ninyi mahali hapa, mpate kujua ya kuwa maneno yangu yatasimama juu yenu kuwaletea mabaya bila shaka. Bwana asema hivi, tazama, nitamtia Farao Ofra mfalme wa Misri katika mikono ya ndui zake,
na katika mikono yao wamtafutao roho yake, kama vile nilivyomtia Sedekia mfalme wa Yuda katika mikono ya Nebukadneza mfalme wa Babeli, adui yake aliyemtafuta roho yake. Haleluya, amen. Kuna kitu nataka kuweka wasiwasi. Walienda wakaambia Yeremia, tuulizie kwa Mungu, shinda hii natupata hapa, tutafanyaje? Baadaye Yeremia alipoenda kuuliza kwa Mungu, akawaletea ujumbe, walisema hapana, nimekwambia the more unaongezeka kwa Mungu the more watakuchukia, na hata wakipigwa wanataka msaada kwa Mungu, lakini Mungu hawezi kuwapa msaada unless mkae kwa njia ya kutenda vile alivyoagiza. Haleluya, amen. Wakasema sisi hatutasikiliza habari zako hizo unatuletea. Imagine ni wao walimtuma Yeremia, walichukua wazee wote wa Yuda, na hao watu Yeremia anaongea na wao wako utumwani. Ni kama uende jela, watu wanateseka jela, either Kamiti ama uende prison ya Shimo la Tewa au hii ingine Industrialia, uende uingie pale uanze kuhubiria watu, lakini hawana haja na kusikiza habari. Wanawezaje wakatoka tena kama watu procedure? Itakuwa ni ngumu. Wanauliza Mungu, unajua Mungu anatafuta mtu tu bado, si eti amepata. Anatafuta mtu wa kuweka hizo habari ndani yake, apelekee watu wakombolewe. Maana hatuna, tuko na watu wengi wanaenda kwa Mungu tu wamuulize vile watakavyosaidika, lakini they are not interested kutii vile ataambiwa. Amen. Are we together? How many people today wanaenda kwa duka, wananunua kitu, wanasoma menu, inaitwa menu, ununue TV, maagizo. Ile maagizo umepewa hapa ya connection. Wengi wasindani yangi wanaweka maagizo. Saa ile imepiga shock, ndio unasema wacha nikatafuta fundi. Unajikula wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ainuliwe Mesia. Amen. Mwana wa Mungu atukuzwe. Amen. Ainuliwe Yausha. Amen. Haleluya. Amen. Unajua hatuko kwa line, tuko kwa mambo ya kwetu. Yeremia tuulizie, sawa nimekuja. Biblia inasema angalia vile wanamjibu. Mbona hawakunyenyekea? Hata hawakuponda roho zao. Walimwambia Yeremia, hatutaki kusikiza habari. Sisi hatutatia habari hizo umekuja nazo, tutaenda na zetu. Saa hii nakuhubiria hapa, najua mimi ni Stanley. Niko hapa nimesimama hapa nikuelekeze kwa njia za Mungu. But I know the truth is that kwamba mwili niko naye hapa ninaongea na wewe. Lakini roho yako inaweza kuwa iko mbali sana na kupata kile unaambiwa. The moment roho yako iko mbali, utakuwa ni ngumu sana kupokea kutoka kwa Baba. Because mwenye kupeana si mimi. Mwenye kupeana ni Baba yetu aliye mbinguni. Kwangu mimi ni kukuelekeza katika hali ya kukaa na position ili ya kuja kupata kwa position. Failure to that, usifikirie unaweza jazo tu katika nyimbo hizi tunaimba. Eti ukae hapo tu imbie Mungu hivi na ujaso na Roho Mtakatifu hivi. Daudi ainire gai gusi yake ikioka, ona niene go mwinira. Ginya si yakwa sioke. Haleluya. Daudi aliambia Mungu akaruka mpaka zake zikafunguka. Eti wewe ni makofi tu moja binti, hata ni ile ya sijui tempo inaweza kuitwa ngapi? Tempo ile ya keyboard inaweza kuwekewa date. Speed ya date. Kama unapiga tu mtu anafika distance ya almost a kilometer, ndio chukue beat nyingine. Alafu niambie roho wa Mungu atashuka hapo. Iende hivyo. Ikifika masaa ya kuimba wewe sijiashiriria. By the way, are you still in a process hiyo? Ya ina position ya kukupokea. Unajua najaribu kutafuta roho katikati yenu. Ni nani atapokeleshwa na Mungu maana amekosa? Hakuna. Nani atakayepewa na Mungu? Nani anaweza kukubali tu? Elia ametumwa kwa maana mke mjane. Na kulikuwa na wajane wengi kipindi yake bana. Lakini huyu ni kipimo kikubwa sana. Mjane kipimo kikubwa sana. Na hakujua hata yeye. Alibishana na Elia sana mpaka Elia akakaa akisisitisha. Tafadhali wewe enda uniletee maji. Ni hiyo kamkate unasema msikue kwanza, ya kwanza ni yangu. Watu wangapi leo wanakumbuka hata malimbuko kwa Mungu? Ni wangapi ukumbuka malimbuko ya Mungu kumtolea kazi? Ni wangapi ukumbuka sadaka zao na fungu zao? Ni wangapi ukumbuka malimbuko ya afya yako? Waambie Mungu kila siku, mimi niko na risali moja. Niweke vigosho, nirukaruke hata kwangu niambie Mungu ni asante.
Watu wa dunia wanajenga nyumba, wanaweka gym ndani ya nyumba. Wakiingia. Halo. Wafanye michezo wapi? To keep their body fit and healthy. Is that true in the world? Hawangaiki na mandawa? Sawa. Listen to me, na kusaidia roho yako. Watu wanacheka nyumba, wanaweka gym ndani, karumu ya gym. Mahali wataenda kuinua tuchuma, mahali wataenda kufanya hiyo ya kunyosha